Mwezi wa Mei ambao ni mwezi wa Mama Bikira Maria, na nikiwapa historia kwa ufupi kwamba tukiangalia katika karne za kati, medieval period, tunaona kwamba mwezi wa tano huwa ni mwezi ambao ni mwezi wa masika ambapo mimea inatoa maua. Kwa hiyo sasa wakaamua kuchukua mwezi huu kumwenzi Mama Bikira Maria ambaye ni mama wa Bwana wetu Yesu Kristo, na hivyo kuanzia karne hizo za kati wakaanza kuchukulia kwa namna ya pekee mwezi wa tano kumheshimu Mama Bikira Maria, lakini pia kutoa ibada mbalimbali kwa ajili ya Mama Bikira Maria. Hii tamaduni imeweza kuchukua nafasi ya upekee karne ya 18 ambapo mapadri wa Jesuiti walichukulia mwezi huu kama ibada maalum kwa ajili ya kuombea wanafunzi ambao walikuwa wakienenda katika maadili yasiyopendeza, na basi ndipo kuanzia kipindi hiki jadi hii ya kumwenzi Mama Bikira Maria katika mwezi wa tano ikaweza kuchukua nafasi na kushamiri katika pande zote za dunia na katika kanisa. Papa pamoja na maaskofu wakaendelea kusisitiza kuwa mwezi wa tano uweze kuchukuliwa kwa namna ya pekee kwa ajili ya kumwenzi Mama Bikira Maria ambaye ni mama wa Mungu, mama ambaye anatuombea kwa mwanaye ili yale yote tunayoyaomba kupitia uombezi wake tuweze kuyapata kweli.